Kwa mababa wote, popote pale mlipo, natumai mko safe na umewishiwa Happy Father's Day. Kama haujawishiwa Happy Father's Day, huenda ikawa wewe sio responsible. Kwa sababu, najua wanawake wanakuanga wachoyo siku zote. Siku yao wanataka tuwa-celebrate bila kuongeza the word responsible. But inapokuja kwa mwanaume, lazima wa-celebrate wakiongeza the word responsibility. Lakini unajua si kupenda kwao. Si unajua all responsibilities, mwanamume ndiye aliyepewa, including kuwapa majina wanyama wote wa duniani tunaowajua. Si ni ukweli? Hiyo ni kulingana na maandiko. But times zimechange. Na utakubaliana nami, times zimechange. Kama tuko na irresponsible fathers, pia we have irresponsible mothers. Lakini wakati wa Mother's Day, hatusemangi Happy Mother's Day to all responsible mothers. Tunasemanga happy birthday ama happy Mother's Day to all mothers. Mbona ikifika kwa happy Father's Day kwa fathers, tunaongeza the word responsible? Wewe mwanaume, usijichukie popote pale ulipo. In one way or another, umekuwa responsible. Umekuwa responsible, umeweza kutunza hizo mbegu zako mpaka the right time ulipoenda ukachukua mwanamke ukampatia hizo mbegu, ndio akaitwa mama. That shows how responsible you are. Kwa nini? Ingekuwa hauna hizo mbegu, ungeitwa baba kweli? Ungekuwa hauna hizo mbegu, huyo mama anayesema hauko responsible, angekuwa mama kweli? Wakati tunaleta kiumbe kipya duniani, ni jukumu letu sisi wote wawili kuhakikisha hicho kiumbe kimelelewa kwa mazingira mazuri. But hii responsibility, especially ya watoto, inaonekana imeachiwa tu mwanaume, wakati kwa kitanda ashakumzima tusi mlikuwa watu wawili. Mtoto hawezi kuja peke yake. So, mtu wa kuheshimiwa kabisa hapa ni nani? Mtu wa kuheshimiwa hapa kabisa ni baba. Kwa sababu yeye huwa anatoa mbegu 1,000,000 anapatia mwanamke. Kati ya hiyo 1,000,000, 999,999 huwa zinaangamia. Na wakati zinaangamia, kamoja tu ndiko kanabaki, ambako ni wewe unayepanua kinywa kusema baba yako sio responsible. So, mbona hao wengine wote ambao mlikuwa wengi, mlikuwa 1,000,000, lakini wewe ndio ulisurvive? Sinamaanisha your father was responsible. Alikuwa anakula chakula kinachohitajikana ndio wewe upatikane. Ndio hizo sperms 1,000,000 zipatikane, haikuangi rahisi. Hata kama utasema alikuwa katika shughuli zake za kutafuta entertainment na utamu, ashakumzima tusi, bado yeye anaweza kulaani, anaweza kusema kitu na kikafuata maisha yako. Wajua siku hizi mnadanganywa ati msifuate kile mnaambiwa. But hata Yesu mwenyewe alifuata, na ndio maana aliweza kusucceed. So wewe usijione ati
uko special, uanze kukosea baba yako heshima. So happy Father's Day to all, na jicelebrate. Hata kama hauta celebratiwa, jicelebrate, na utaweza jiwekee kitu kando bana. Siku za uzeeni, hivyo vile unasikia wakisema happy Father's Day to all responsible fathers, siku za uzeeni pia wataonyeshwa wewe sio mtu. Wataonyeshwa wewe sio mtu. So hata kama leo hujapokea zawadi kubwa Mungu amekupatia, nayo kubwa ni uhai. So tumia huo uhai pamoja na akili ambazo Mungu amekupatia kujiwekea akiba, ili watoto siku moja wakikukana, hautashinda ukiwalaani. Utawaachia tu Mungu adeal nao vile anaona inafaa. Si tumeongea kiwanaume? Happy Father's Day, happy Father's Day. Usijichukie, hasa kama umeng'ang'ana na hauoni mafanikio na matarajio yapo. Usikufe moyo. Juhudi zako ipo siku mtu atazitambua, na huyo mtu ni mtoto wako. Hata kama sahi hauna, kwani Abraham alingoja miaka ngapi ndio apate Isaac? Si alingoja 100 years, kwa sababu Abraham